Balaa zito ndani ya nyumba ni kwamba kila kitu ambacho wanakipata wakiwa ndani ya nyumba, kama ukitoka nacho tu nje ya nyumba, basi hicho kitu kinapotea. Mwamba Mati akaanza kubomoa ndani ya nyumba ili angalau ajue hivyo vitu vinatokea upande upi, lakini alikuja kugundua ni mawaya tu yameweza kulundamana katika ukuta. Na kwa bahati mbaya sana, mwanamama Nadia akataka kutoka nje na mtoto kwa sababu mume wake alikuwa busy na kubomoa ukuta. Sasa kulikuwa kuna kelele nyingi ndani ya nyumba, lakini wakati anatoka, Mwamba akamsimamisha na kumwambia kwamba haruhusiwi kutoka nje ya nyumba kwa sababu mtoto hajatimiza siku 40. Lakini Mati alikuwa anamzuga tu mke wake. Mke mtu akasema masuala ya kutoka nje siku 40 zikifika ni masuala ya tamaduni za kijinga. Yeye akawa anatoka na mtoto hivyo hivyo. Hapo ndipo ambapo tulikuwa tumekomea katika episodi ya kwanza. Sasa nikusihi wewe ambaye bado hujatazama sehemu ya kwanza, unaweza kugusa hiyo alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Bidada Nadia alipoweza tu kukanyaga mguu wake nje ya nyumba, ghafla mtoto wake alilia sana na nywele zake zilionekana zikiwa zinakuwa kwa kasi, kitu ambacho kilimogopesha sana Nadia. Mwamba Mati akawahi haraka sana kwenda kuwatoa pale nje, na walipoweza kuingiza ndani, huwezi kuamini mtoto alikuwa amekuwa ghafla kufikia umri kama mtoto wa miaka 8 tu. Mwanamama Nadia katika hali ya uoga akaanza kumwogesha huyo mtoto ambaye alikuwa anakadiriwa kuwa na umri kama miaka 8 hivi. Hapa ndio Mwamba Mati ikabidi kumweleza mke wake kila kitu, kwamba katika hii nyumba tunaruhusiwa kuomba chochote kile na kukipata, lakini kama kitu hicho ukatoka nacho nje ya nyumba, basi kinaweza kikaoza na kuharibika kisha kinapotea. Basi mwanamama Nadia alipoweza kumsikiliza mume wake, aliapa kwamba ataendelea kumtunza mtoto ndani ya nyumba na hatawahi kuruhusu hata siku moja mtoto kuweza kutoka nje ili asije akafa. Mwanamama Nadia akaanza kumtunza huyu mtoto na akampa jina la Sheni, akaanza kumfundisha kila kitu, lakini huyu mtoto alikuwa ni jeuri sana na alikuwa amsikilizi mtu yoyote. Alikuwa anapenda kufanya mambo yake peke yake, na wakati wa chakula cha mchana kila anachokula alikuwa anachanganya na barafu. Ila licha hayo yote, mwanamama alimpenda sana huyu mtoto kama mtoto wake wa kumzaa, na mama kila siku alimfundisha mwanae kwamba usije ukawahi kutoka nje ya nyumba kwa sababu utakapotoka tu kuna watu ambao watakuua na utakufa siku hiyo hiyo. Basi huyu mtoto anayefahamika kama Sheni kila wakati alikuwa akichungulia kupitia mlango na madirisha, akitazama namna ambavyo watu wanaishi kule nje. Mwanamama Nadia akitaka kutoka nje ya nyumba, basi anafunga milango na anahakikisha kila sehemu imelokiwa vizuri ili mtoto wake asije akatoka nje. Sasa ukumbuke kwamba Mwamba Mati hajawahi kumkubali huyu mtoto kutokea siku ya kwanza. Sasa siku ya leo alimkuta mtoto anacheza sehemu ambayo hairuhusiwi kucheza, akamwambia wewe, si ni ukataza kucheza hapa? Lakini yule mtoto Sheni akavunja glasi aliyokuwa ameishika kwa kuibamiza chini. Mwanamama Nadia akamfuata mume wake na kuhitaji kuongea naye kule chumbani, lakini wakati wanaendelea kuongea, huyu mtoto Sheni akaonekana kuwasikiliza kupitia mlango, na mtoto alikuwa akisikia kwa habari za chumba. Sasa akaanza kujua kwamba kumbe hapa ndani pana chumba ambacho mwenyewe anatakiwa asiingie mara kwa mara na bwana mdogo Sheni akaanza kuunganisha doti. Kwa nini wananikataza kutoka nje ya nyumba alafu wamenizuia kuingia katika hicho chumba ambacho wanasema ni chumba cha siri? Basi bwana mdogo, nyakati za usiku wazazi wake wakiwa wamelala, alianza kuondoka na moja kwa moja akaingia katika basement, akapita katika kile chumba chenye nyaya nyingi sana, na mwisho wa siku akafanikiwa kuingia katika kile chumba ambacho unaomba chochote kile kinajitokeza. Na ukumbuke kwamba wakati Sheni anaendelea kuzunguka ndani ya nyumba, wazazi wake walikuwa wamelala, hawajui chochote kinachoendelea, kwamba mtoto wao tayari ameshaingia katika kile chumba ambacho wanamkatazaga. Mapema alfajiri, Mwamba Mati wakati ameamka akaja kugundua kwamba ile chupa ambayo mtoto wake alikuwa ameipasua siku ya jana, akaiona nyingine ikiwa iko pembeni kidogo. Mwamba alikasirika sana, akahisi ni mwanamama Nadia atakuwa ameenda kutengeneza hilo globe nyingine katika chumba kile cha miujiza, lakini kumbe hakuwa mwanamama Nadia kabisa. Basi ndio hapa wakashtuka kwamba huenda Sheni ndiye aliyeweza kuomba hivyo vitu vyote vitokee katika kile chumba. Wakawahi katika hicho chumba na wakamkuta Sheni akiwa ametengeneza ulimwengu mwingine mkubwa sana. Kumbe bwana, kwa kuwa Sheni alizuiliwa kabisa kuweza kutoka nje ya nyumba, basi yeye akaamua kutengeneza nje ya nyumba nyingine katika kile chumba. Mwanamama Nadia akawaza hivi, alikuwa wapi kufikiria jambo kama hili? Akawa amefurahia sana mtoto wake kuwaza kutengeneza ulimwengu mwingine ambao atakuwa anacheza kwa uhuru, lakini baba mtu hakuwa na furaha kabisa na ulimwengu ambao umetengenezwa na Sheni. Na mzee Mati mawazo yake alienda mbali sana, akawaza siku moja mtoto huyu anaweza akaomba bunduki na akaweza kumuua, kwa sababu mtoto ni kama anamchukia fulani. Mwamba akafuata katoto waka Kasheni, akakavuta kwa hasira, akakatoa nje katika ule ulimwengu na akakaleta ndani ya chumba, afu akafunga kabisa kile chumba na akamkanya mwanamama asimpe ruksa kabisa ule mtoto kuingia katika kile chumba kwa sababu ni hatari sana na inahatarisha maisha yao. Lakini mwanamama akaendelea kumtetea mtoto wake akisema, huyu mtoto wetu tumemzuia kutoka katika ulimwengu wa kawaida, ameamua kujitengenezea ulimwengu wa kwake na bado tunamzuia, huoni kama tunamkatili? Lakini Mwamba Mati akasema, huyu mtoto anaweza akaomba chochote kile ambacho kikahatarisha maisha yako ama maisha yangu, kwa ni muhimu sana tumuepuke katika kumweka katika hicho chumba. Lakini wakati huo simu ilikuwa inaita na huyu mtoto akawa ameipokea hata bila ruksa. Mwamba Mati akaenda akamnyang'anya mtoto simu kuja kusikiliza, kumbe alikuwa ni Mwamba John anapiga simu kutokea kule hospitali. Na John akasema, nimemsikia mtoto alikuwa anaongea, bila shaka utakuwa uliomba na mtoto utakuwa umepewa, si ndio? Mwamba Mati hakuweka tena asili, akasema ndio nimepewa na mtoto, lakini nawezaje kumteketeza mtoto huyu? Na kwa bahati mbaya sana haya mazungumzo yote alikuwa akisikilizwa na mwanamama Nadia. Anampenda huyu mtoto, umwambii
kitu. Na Mwamba John akaamua kuongea ukweli rasmi, akasema kama huyo mtoto akibakia kuwa hai, kiufupi ni kwamba hata mimi mwenyewe nilikuwa ni mtoto ambaye nimetengenezwa kutokea katika hicho chumba, ila siku moja nikakiuliza chumba, nawezaje kutoka nje, mbona utafikiri nazuiliwa? Hicho chumba kikaniambia ili niweze kutoka nje natakiwa niwaue watu walioomba mimi kuweza kutengenezwa. Ni kweli kabisa, nikawaua watu walioweza kutengeneza na ndio nikapata ruksa ya kuweza kutoka nje. Mpaka dakika hii nina uwezo wa kutoka nje ni kwa sababu niliwaua watu waliokuwa wameomba mimi niweze kutengenezwa. Kwa hiyo hivyo hata kwa huyo mtoto ambaye nyinyi mmeweza kumuomba, naye atakapokuja kuijua hiyo siri, watu wa kwanza kuwateketeza mtakuwa ni nyie. Kwa hiyo kama unataka kufanya Sheni auge anatoka nje ya nyumba, unatakiwa kumuua mtu aliyesababisha Sheni aweze kutokea. Kama ni mke wako, basi unatakiwa kumuua mke wako, Sheni atakuwa na uwezo wa kutoka nje. Na kama mke wako atataka Sheni aweze kutoka nje, basi atatakiwa kukuua wewe. Kwa hiyo katika hiyo nyumba hakuna kinachotoka kwa free. Yaani ili mmoja aweze kutoka mwingine lazima apotee. Na ukumbuke kwamba haya mazungumzo yote yanayozungumzwa bidada Nadia alikuwa anayasikia vizuri kabisa. Mwanamama alichanganyikiwa, akatoka nje ya nyumba, akachondesha gari yake, akataka kujiua ili angalau Sheni awe na uwezo wa kutoka nje ya nyumba, lakini akajikuta anashindwa kabisa kujiua. Wakati mwanamama yuko nje ya nyumba, basi Mwamba Mati alikuwa ameketi na huyu mtoto, wanaendelea kupata chakula vizuri tu, lakini mtoto akaanza kuuliza mamangu ameelekea wapi? Lakini Mwamba Mati akajikuta huyu mtoto anauliza maswali mengi, akaona huyu mtoto ananibuguzi, na Mwamba Mati akaamua kumchana mtoto makavu kwa kumwambia kwamba wewe sio mtoto wetu wa kweli, kwa sababu hata wewe tulikuomba katika kile chumba ukajitokeza kimiujiza, hata hatujui wewe ni nani. Alafu Mwamba kwa hasira akamchukua mtoto Sheni akampeleka katika chumba fulani akamfungia huko. Ila baada ya dakika kama 5 Mwamba akagundua anakosea sana kumtreat mtoto huyo namna ile. Huenda hata mtoto mwenyewe hajijui kwamba yeye ni nani. Ikabidi Mati kumfuata yule mtoto na akamwomba msamaha katika namna ambayo ameweza kumjibu. Basi akaenda akalala naye pamoja chumbani. Lakini wakati mwanamama Nadia anarudi nyakati za usiku, kitendo cha kuwakuta wawili hawa wameweza kulala kwa pamoja alijisikia vizuri sana. Na Mwamba Mati akamweleza mke wake kwamba amemisi sana, alikuwa wapi muda wote huo. Basi pale bana wakajikuta tu wanaanza mambo fulani vya chumbani, wakaanza kuyafanya yao. Sasa wao wakiwa busy na kuendelea kuyafanya mambo ya chumbani, kumbe yule mtoto alikuwa anawachungulia na wanatazama kila kitu ambacho wanakifanya. Dogo alikuta ametamani sana kufanya kile ambacho wazazi wake walikuwa wanakifanya. Basi akavizia wazazi wake wakiwa wamelala, akaenda akaiba ule ufunguo na akaelekea katika kile chumba. Sasa bwana, mishale ya alfajiri wazazi wake wanakuja kushtuka, wanagundua kwamba mtoto hayupo. Kutazama mara mbili hivi wanagundua mlango wa nyumba ulikuwa umefunguliwa. Wakaogopa sana wakizani kwamba huenda Sheni alitoka nje ya nyumba na bila shaka yote atakuwa amekufa. Kuja kutazama mara mbili wanagundua kwamba Sheni alikopo ndani ya nyumba, ila amekopo mkubwa sana. Kumbe Mwamba alitoka nje ya nyumba ili aweze kukua awe na umri sawa na wazazi wake, aweze kufanya yale ambayo alikuwa anayafanya usiku. Na yale ambayo Mwamba John alikuwa ameyaongea kwamba iko siku huyo mtoto atakuja kuoa, ni kweli kabisa. Huyu mtoto ndo alikuwa amewashikia bunduki na akawa anawanyoshea. Mwanamama Nadia alijaribu sana kumzuia asije akamuua baba yake, na kadri anapozidi kumzuia, Mwamba Mati akaamua kujiongeza, akaanza kupambana na Sheni. Na kwa bahati mbaya katikati ya ugomvi mzito, kumbe bana bidada Nadia akaweza kusukumwa kando mpaka kazimia. Lakini baadaye anakuja kuzinduka, anaambiwa kwamba Sheni ameweza kupoteza maisha kwa sababu alikuwa amepigwa na risasi kwa bahati mbaya. Basi kwa kweli Mwamba Mati akamtia moyo sana mke wake, moja kwa moja akambeba na akanaingia naye chumbani. Sasa bana, ishu iko hivi, huyu aliyembeba bidada Nadia wala sio Mati wa kweli, bali Mati wa kweli alikuwa amepigwa sana mpaka akawa amezimia na ameachwa katika chumba cha pili, ila huyu bana ni Sheni na amebadili sura yake tu. Lengo la kumbeba bidada Nadia ili aweze kulala naye, yani kufanya naye mapenzi kule chumbani, kwa sababu jana aliweza kuona mwanadada anafanya vizuri sana na huyu Mati. Mati wa kweli aliendelea kuhangaika sana kule ndani kumtafuta bidada Nadia, lakini alikuwa amuoni. Kumbe bana, huyu Mwamba amejitengenezea ka ulimwengu kengine ambako kanafanana kabisa na ulimwengu huo, na mwanamama Nadia haelewi chochote kinachoendelea. Sasa leo wakiwa anajipatia msosi, akawa ameshtuka kitu fulani. Mbona huu ulaji si wa mume wangu? Yani namna ambavyo mume wake anakula tofauti na anavyokulaga siku zote. Na akitazama namna ambavyo bwana mdogo anakula chakula chochote kila anatia barafu, akaanza kushtuka kwamba huyu atakuwa ni Sheni huyu, na bahati mbaya amempa orodha siku ya jana usiku. Kwa hiyo mwanamama akawa amelewa mchongo mzima, akagundua kwamba siku ya jana ameweza kulala na mtoto wake. Dai kitu ikawa inamuumiza sana, ila akazuga kana kwamba hajashtuka kitu chochote kile. Mati wa kweli alielewa mchongo mzima kwamba Sheni alijileta katika ujana na lengo lake lilikuwa moja tu, aweze kulala na Nadia. Basi Mwamba akawa amemaindi sana kwa kugundua kwamba mke wake ametrikiwa na huko atakuwa anapewa orodha tu. Mwamba alipambana sana kuvunja ule mlango wa kile chumba, na alipoweza kufanikiwa kuvunja akaingia huko ndani, na hapa alikuja kugundua ile eneo lote lina poli tu, na alikuja kugundua kwamba ulimwengu wote ulikuwa umetengenezwa na Sheni na aliduplicate nyumba, yani alizifanya nyumba ziwe mbili. Kwa hiyo Mwamba akawa anaelewa kabisa kwamba Sheni na mke wake wako kule katika ile nyumba ya pili, akaanza kukimbia kuelekea katika ile nyumba. Kwa bahati mbaya sana, kumbe Mwamba Sheni alikuwa anataka tena kumaliza show kwa mara nyingine tena, lakini awamu hii ni kwamba bidada Nadia anajua kabisa kwamba huyu ni Sheni, kwa hiyo hakuwa free sana kama alivyokuwa jana usiku. Na ghafla tu Mwamba Mati wa kweli akaweza kujitokeza. Sheni alikuwa yuko tayari kabisa kupambana na Mati mpaka muangamize yani. Sasa bidada Nadia amechanganyikiwa, haelewi yupi ni Sheni na yupi ni
Mati, kwa sababu wao wawili wameweza kujichanganya hapa hajagundua. Na kila mmoja alikuwa anamuita Nadia, mke wangu tafadhali njoo upande wangu, njoo upande wangu. Mwanamama Nadia akaamua tu kutumia saikolojia, akagundua kwamba mume wake ni upi, akamsukumiza Sheni. Sheni akaanguka mpaka chini. Alipoweza kuanguka mpaka chini, sura yake ya kweli ikaweza kugeuka na kuweza kuonekanika. Basi bwana akataka kuanza kukimbia kutoka hapa katika nyumba. Kumbe bwana Sheni alikuwa ameweka wish kwamba asiwepo mtu wa kutoka katika ulimwengu huu. Naye mwamba Mati wa kweli akatumia akili kidogo, akasema nataka sisi hapa halisia tuweze kutoka nje ya nyumba na hapa ndani wabakie watu ambao sio halisia. Na mwamba Sheni alipoamka kutokea pale alipokuwa ameangushwa, ndio akaweza kuwakuta watu wawili. Kwanza kabisa akaanza kwa kumuua Mati. Baada ya hapo akabakia na bidada, akaanza kumwambia nimemisi show ya jana usiku, nahitaji tukafanye tena. Na kumbe bana hawa waliopo hapa ndani wala walikuwa sio watu halisia. Watu halisia walishakuwa wametoka nje. Mwamba alimaindi sana. Kwa hiyo hapa ukaanza mtibuano na mbio kama zote kuelekea katika ile nyumba ya uhalisia. Walikimbia umbali mrefu sana na mwamba naye alianza kuwakimbizia huko huko alikoelekea. Lakini ile wanafika tu mlangoni, mwamba Sheni alikuwa amewafikia na yeye akataka kuanza kupambana na mwamba Mati, lakini Mati akamvutia mwamba Sheni mpaka nje kabisa ya nyumba, ambako huko jamaa akisogea tu basi anatakiwa kufa. Alafu bidada Nadia akajifungia ndani ya nyumba. Basi wakati huo Sheni akajikuta anaanza kupiga kelele, akamfuata Nadia katika mlango, nifungulie nifungulie, lakini bidada akaziba kabisa masikio yake. Mwamba akaanza kuzuga, akaanza kusema mama nifungulie, mama nifungulie. Lakini Nadia alikuwa anaelewa kila kitu kinavyoendelea, hakufungua kabisa mlango. Sheni akajikuta anaanza kuzeeka na pale pale akaanguka chini na kugeuka majivu. Lakini licha ya yote aliyoweza kutokea, mwanamama alilia sana kwa sababu alimpendaga sana Sheni kama mtoto wake, lakini siku ya leo ameweza kumpoteza. Na mwamba Mati alienda kumtia moyo mke wake. Basi baada ya mwezi mmoja wakahama kabisa katika ile nyumba, wakahamia katika nyumba nyingine. Lakini siku ya leo mwanamama alikuwa amejifungia ndani kucheki hivi kipimo cha ujauzito, anaonekana ni mjamzito. Lakini si unakumbuka kwamba waliokuwa wamemla bidada sio mwamba Mati pekee, hata mwamba Sheni pia alishiriki naye kipindi fulani. Swali ni moja tu, ujauzito ni wa nani? Mimi nikuagie kuanzia hapo nikwambie kwamba na hapo ndio mwisho kabisa mwa stori yetu. Ni kusiti kubaki na mimi katika season inayokwenda kuanza. Hasa watu wengi wanakujaga inbox kuniuliza kwa habari ya movie ambazo zimetafsiriwa na DJ Maki zenye mtindo kama huu. Ndio maana nimeamua kuicheza hii hapa vizuri kabisa ili muweze kuelewa ni aina gani ya movie ambazo watu wanakuja kuziulizia sana. Kwa hiyo sasa hivi mizigo kama hii utakuwa unaipata kiulaini kabisa. Kila siku nitakuwa naachilia kazi moja iliyofanywa na DJ Maki zenye mitindo kama hii ndani ya group letu la WhatsApp. Na kama wewe ni mdau wa movie zilizoweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, basi utalipia shilingi 10,000 tu na utakuwa unaendelea kupata kazi hizi kila siku. Nitakuwa natuma movie moja ambayo imetafsiriwa na DJ Maki kama hizi. Kwa hiyo huku katika YouTube yetu tutakuwa tunaendelea na recap kama kawaida, lakini movie kama hizi zilizoweza kutafsiriwa na DJ Maki utakuwa unazipata pale ndani ya group letu na utaendelea kuifurahia kazi zetu kila siku. Asanteni sana kwa wote ambao mko tayari kujiunga, mnakaribishwa, lakini kwa wote ambao tunaendelea na recap tunasonga mbele.